Marhaba, ni furaha iliyoje kuungana nawe siku hii ambayo ni siku ya kihistoria ambapo Kenya imeandaa kongamano la kibiashara baina ya Afrika na taifa la Ufaransa, ambapo Rais William Ruto ametumia kongamano hilo kuweza kuweka pale ajenda ya Afrika, akizungumzia mengi kuhusiana na kile Afrika inataka kutoka kwa wenzake marafiki wa bara Ulaya akiwemo Ufaransa, akisema kwamba Afrika haihitaji tena kuweza kupewa misaada. Afrika inataka kupewa nafasi ya uwekezaji kwa sababu Afrika ina uwezo mkubwa wa kuwekeza. Hilo ndio moja ya majambo ambayo Rais William Ruto ameweza kusema pale katika kongamano hilo la ufunguzi, ambalo pia tumemwona akizungumza pale Rais wa Ufaransa na vile vile Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, akizungumzia umuhimu wa Afrika kuweza kushikana na mataifa mengine kuhusiana na masuala haya ya uwekezaji na vile vile kuhakikisha kwamba inasonga mbele. Takriban mikataba mbalimbali imeweza kutiwa saini katika kongamano hili, mataifa mbalimbali yakiweza kupokea faida zake kutokana na kuhudhuria kongamano hili ambalo limehudhuriwa na marais mbalimbali kutoka bara hili la Afrika. Mwenzangu Ian Keitani nataka nizungumze naye kupitia njia ya simu uweze kutueleza kwa kina aliyoyasema Rais William Ruto na vile vile Antonio Guterres na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Ian Keitani, Rais amekuwa na muda mzima wa nusu saa kuzungumza. Alikuwa anaomba nini hasa kutoka kwa Ufaransa? Ian Keitani, Rais William Ruto amekuwa na takriban nusu saa alipokuwa akihutubu. Je, Rais alipokuwa akihutubu alikuwa anaomba nini hasa katika kongamano hili kutoka kwa Ufaransa, hususan kuhusiana na masuala ya uwekezaji na kusonga mbele pamoja? Ameweza kuhutubia kongamano hili kwa takriban nusu saa na ameguzia masuala tofauti ikiwemo masuala ya fedha, amezungumzia masuala ya kawi sawia na masuala ya miundo msingi. Rais William Ruto akiweza kusisitiza umuhimu wa masuala ya fedha, akisema kwamba Afrika inaweza kuja pamoja na kuhakikisha kwamba wana fedha za kutosha. Na labda tu kama unaweza kuniruhusu kwa dakika mbili niweze kueleza kwa lugha ya Kimombo. The president has been very heavy in regards to matters financial architecture. Remember, this has been one of the major concerns of President William Ruto since he took over a reins of power in international forums and summits, insisting that the current financial architecture is not fair and is disproportional. And of course, he says it penalizes African economies, and this imbalance is not sustainable. And just the championing for the Africa Credit Rating Agency, which he says will ensure a fairer and context-sensitive investment opportunities for Africa. So it is just trying to champion, because it says that the existing financial architecture is a bit unfair in terms of African countries are trying to borrow money from these European countries and international monetary organizations, saying that there is need to make sure that Africa gets a better financial architecture that will help the continent develop and, of course, prioritize its own agendas. In fact, he says that development projects here in Africa remains starved, and he says that is why Africa and Kenya is really keen on a resilient financial architecture that will support Africa's ambitions. He says they do not need fragmented financial institutions, rather joint effort between African countries to ensure that they can be able to push for these fairer infrastructure, or rather fairer financial architecture through one frontier. The president has been also heavy in regards to matters infrastructure development, underscoring the importance of good transport infrastructure. He says integrated logistic systems are more so under the Africa Continental Free Trade Area. And he says Africa cannot achieve any meaningful change if at all we are not connected. Again, emphasizing the need and the importance of ensuring that they can come together as a continent. Now, one other thing that the president has spoken about very keenly is the issue of energy. And he says Africa has the biggest energy potential across the globe. And he says Africa, by the way, can lead the global energy transition. And we cannot continue exporting even raw materials. That belongs to the past, according to the head of state. And he says
Africa must be a competitive industrial hub. Vile rais ameweza kuzungumzia masuala tofauti. Kumbuka kwamba taifa la Ufaransa limekuwa ni taifa ambalo lina ushawishi mkubwa katika magharibi mwa Afrika, na wengi wamesema kwamba kongamano hili limeweza kuja huku Kenya, Ufaransa ikiweza kuangazia tu labda iwapo wataweza kupata marafiki wapya ama kupata ustawishaji ama ushawishi zaidi katika Afrika Mashariki. Na mojawapo ya masuala ambayo yameweza kufanyika kule Afrika Magharibi ni mapinduzi ya serikali. Rais William Ruto akionekana kuzungumzia swala hilo kwa kina, akisema kwamba Afrika haiwezi kusonga mbele iwapo kuna masuala ama ukosefu wa usalama, akizungumzia pakubwa swala la mapinduzi ya serikali, kwa lugha ya Kimombo akisema ya kwamba the unconstitutional changes of government cannot help Africa move forward. Kumbuka kwamba kuna mataifa kama Niger, Burkina Faso na Mali ambapo kumekuwa na mapinduzi ya serikali, na mataifa hayo yameweza kusisitiza kwamba hawataki ule ushawishi wa Ufaransa katika mataifa hayo kwenda mbele. Na siku ya Jumapili rais wa Ufaransa Emmanuel Macron aliweza kuzungumzia swala hilo, ambapo aliulizwa anadhani vipi, kwa sababu baadhi ya mataifa kutoka magharibi mwa Afrika hayajaweza kuhudhuria kongamano hili. Na kusema kweli sijaweza kuona uwakilishi kutoka taifa la Burkina Faso, taifa la Mali, taifa la Niger. Tumeweza kuona mataifa mengine kama rais wa Senegal ambaye yupo hapa, rais Bassirou Diomaye Faye, na rais William Ruto ameonekana kuzamia swala hilo, akisisitiza kwamba iwapo kunafaa kuwa na mabadiliko katika uongozi, basi njia ya kuhakikisha kwamba hilo linafanyika ni kutumia mbinu rasmi ama kwa lugha ya Kimombo constitutional means. It says unconstitutional changes of government cannot help Africa move forward, and it says in English it cannot, other coups cannot help the continent achieve all these even the fairer financial architecture that they're talking about. Ameweza pia kuzungumzia wakilishi wa Kenya katika ile nitasema kwa lugha ya Kimombo ni the UN Security Council, akisema kwamba haiwezi kuwa kwamba Afrika haina mwakilishi katika the UN Security Council, na ni swala ambalo pia rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amezungumzia sawia na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ambaye ni Antonio Guterres, akisema kwamba Afrika ina zaidi ya watu bilioni 1.5, na hivyo basi hiweje ikakosa kuwakilishwa katika the UN Security Council. Vile katibu mkuu wa Umoja wa Afrika ambaye ni Antonio Guterres ameweza kuzungumzia swala la ile tasema kwa lugha ya Kimombo ni financial aid cuts. Kumbuka kwamba kwa mfano rais wa Marekani Donald Trump alipochukua usukani, tuliweza kushuhudia tasema kwa lugha ya Kimombo tena financial aid cuts kwa kiwango kikubwa sana. Ni swala ambalo liliweza kuathiri mataifa mengi ya Afrika, akisema kwamba hilo ni mojawapo ya masuala ambayo yameweza kuathiri bara la Afrika sana, na sharti swala hilo liangaziwe. Vile amesema ametilia mkazo ya kwamba Afrika sharti iwe kwenye mazungumzo ya mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu Afrika ni mojawapo ya bara ambazo tutasema kwa lugha ya Kimombo very instrumental katika masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, na hivyo basi lazima Afrika ipewe nafasi katika mazungumzo hayo. Vile ikumbuka kwamba lile kongamano la G20 Summit litafanyika baadaye mwaka huu katika taifa la Ufaransa, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akiweza kusisitiza kwamba yale makubaliano ambayo yatafikiwa kwenye kongamano hili basi yataweza kuwasilishwa kwenye kongamano hilo la G20, akisema kwamba amekuwa mojawapo ya wale ambao wamepigania Afrika kupata kuwakilishwa kwenye G20, na hivyo basi yale ambayo yatafikiwa hapa, masuala ambayo yataweza kuisaidia bara la Afrika kusonga mbele na kutimiza malengo yake, malengo ambayo Afrika kwa ujumla zinazo, basi yataweza kuwasilishwa kwenye kongamano hilo. Kwa hivyo hayo ni baadhi tu ya masuala ambayo Rais William Ruto pamoja na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wameweza kuzungumzia katika kongamano hili. Hivi sasa wameweza kuelekea kwa ile nitasema ni
other deliberations and conversations in regards to other crucial issues, energy na vile masuala ya akili unde, kwa sababu hivi sasa tunavyozungumza akili unde umeweza kuchukua ni swala ambalo linaanza kuzungumziwa kwa ukubwa sana wakati huu, na hivyo basi Rais William Ruto vile pia alisema kwamba sharti Afrika iwe katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba ile akili unde sio tu Afrika, bara la Afrika alitumiki tu kama tasema kwa lugha ya Kimombo, the African continent cannot just be used as cannot just adopt artificial intelligence, but it also must be at the center of the conversation surrounding matters artificial intelligence. It says artificial intelligence-driven transformation is very crucial for the African continent, and it says that win-win opportunities for everyone, and partnerships that can bring change is what Africa needs, even through this artificial intelligence. Kwa hivyo Yeri, ni hayo tu kutoka kwangu hivi sasa. Labda baadaye nitaweza kurejea kwenu kwa sababu natumai kuhudhuria mojawapo ya mazungumzo ambayo yanaendelea hivi sasa kwa kuhusiana na masuala ya kawi. Shukran sana Ian Keitani. Huyu ameeleza kwa mapana na marefu kuhusiana na hotuba mbalimbali ambazo zimetolewa na viongozi katika kongamano